Yo, what's good everybody? Mambo vipi mtazamaji, mtu wangu wa nguvu. Kwenye ujio wa Davido kuna sintofahamu ambazo zilitokea airport. Zilitokea baada ya waandishi kutaka kufanya mazungumzo na Davido, na bodyguard ama wale mabouncer wakawa wanawazuia. Yo man, like walikuwa wanawagasi fulani hivi. Na sasa ukiangalia kwenye clip hapa unaona kabisa Davido anamshtua mwandishi, anamwambia yo man, sogea hapa mbele tuzungumze, au pita hapa afu then tupate exclusive hata kidogo. Sasa najaribu kuwaza unaona hapo kwenye clip kama unavyoona. Sasa najaribu kuwaza ni kwa nini imekuwa hivi, kwa sababu haya mambo yamekuwa ya kujirudia. Like unaona bodyguard anavomgasi mwandishi, anavomvuta, anamtreat kama shabiki. Unaona the way ambavyo wanawapush yo man. Unaona, can you feel? Yeah. Naona sasa hapo Davido ni kama alikuwa amechoka hivi. Sasa akasema yo man, hii kitu imeshindikana bwana, tusiforce sana, ni kama tunalazimisha vitu hivi. Naona mimi nilikuwa najaribu kuwaza kwa upande wangu, ni kwa nini tunashindwa kujua umuhimu wa waandishi, au tunashindwa kuitambua nafasi ya waandishi na habari katika jamii, kwa sababu pia ni watu waliokuwa wamespendi almost masaa 5 mpaka 6 pale airport, na wamekaa kumsubiri Davido. Unakuta mtu amekaa kuanzia saa 1, saa 2 hadi saa 8 za usiku. Sasa baada ya Davido kufika pale, kuna namna ni kama alikuwa amepay attention, akawasikiliza, akawaona wana kitu. Na ukiangalia kwenye clip Davido, kuna namna ni kama alikuwa anamshtua yule mwandishi kwamba yo man, pita huku mbele, nimekusikia, njoo tuongee, tuzungumze. Na baada ya mwandishi kupita mbele, kilichotokea ni hicho unachokiona hapo. Ni walikuwa wanavutwa, wanawagasi, wanawasukuma, like treatment za kama mashabiki hivi, unajua Yaani mimi hichi kitu kwa kweli mimi sijakielewa, kwa sababu ni vitu ambavyo vimekuwa vikijirudia mara kwa mara. Na bodyguard bwana, kuna unaona David hapo anamshtua mwandishi, anamwambia yo man, sogea mbele huko tuongee, yo man, sogea tuzungumze, yo man, una kitu. Unaona? Sasa nimejaribu kufikiria ni kwa nini watu waloka takriban masaa 5 mpaka 6 wanashindwa kupewa airtime ya dakika 1 au dakika 2 kuzungumza na msanii. Ni kwa nini yani? Na unakuta ni watu ambao pia walipambania mchongo, wamepambana, labda wamehusika kwenye namna moja ama nyingine kwenye promotion na vitu kama hivyo, issue za matangazo na vitu kama hivyo. Anyways, hata kama hawakuhusika basi sawa, tuseme hawakuhusika. Lakini mwandishi wa habari exclusive Yemen, washikaji wametupambania, wanapambania hapo mchongo, wanataka wapate mazungumzo hata kidogo, hata dakika 2 au dakika 1. Unadhani wangepewa dakika 1 au mabouncer ama bodyguard wangetoa dakika 1 tu au dakika 2, ni kipi ambacho kingeharibika, au ni kitu gani ambacho labda kingepotea? Kwa sababu mimi sijaona umuhimu wa wao kuwapush na kuwasukuma, like wanawasukuma kama mashabiki. Na hii kitu ni sio mara ya kwanza kutokea. Ni mara kibao. Unaona bodyguard hapo anamwangalia Davido baada ya kumuita mwandishi, anamwambia yo man, sogea huko mbele tuongee, ni kitu kama hivyo. Lakini yule bouncer alikaza, unajua alikaza, ni namna kama hakutaka kabisa yani. Unaona anamwangalia Davido, yo man, yo pita huko. Bouncer anaangalia, anageuka nyuma, anamwangalia nani anayeitwa. Baada ya kumuona mwandishi atakapite mbele, walimsukuma kama unavyoona hapo. Hicho ndo kilichotokea. Wanasukuma ni mwandishi kutoka Crown. Huyo ni Tony 16 namba kutoka Crown. Sasa najaribu kuwaza na huyo anayevutovutwa hapo ni wa online huyo. Unaona ameshikilia mic nyingi. Online media wanataka exclusive, wanataka vitamin E, huyo anaitwa Picasso. Sasa najaribu kufikiria ni kwa nini yani inakuwa hivi. Just imagine bodyguard anataka kufa na mwandishi yani. Can you feel? Yaani mwandishi anakuwa treated like ni fans, yani shabiki, anachukuliwa kama shabiki. Yaani kivipi inatokea vitu kama hivi na kunakuwa hakuna mtu wa kupaza sauti kuhusu hivi vitu, kwa sababu inakuwa sio sawa, sio fair. Can you feel the vibe? Can you imagine mtu amekaa takriban masaa 6 mpaka 7 huko kakaa airport, kupewa dakika 1 au dakika 2 ambazo alikuwa ameruhusiwa na msanii, kama unavyoona hapo anaitwa Yemen. Unaona Davido hapo anamuita, anamwambia pita huku mbele, lakini alipojaribu kupita mbele ni alisukumwa. Can you feel? Cheki. Unaona hapo anaposukumwa.
Yaani mimi najaribu kuwaza ni kwamba wabongo tunakuwa na roho za kukunjiana, au hatujui umuhimu wa uandishi, au ni hatujui nafasi ya habari kwenye jamii. Tunashindwa kuelewa. Yaani mimi nashindwa kuelewa. Yaani mimi ni mmoja kati ya watu ambao hivi vitu vimekuwa mara kwa mara vikinikwaza sana vinavyokuwa vikitokea. Yaani vikitokea vitu kama hivi kwenye jamii, au vikitokea vitu kama hivi kwa waandishi, vinanikwaza man. Can you imagine, yeye ni mwandishi ambaye anasukumwa, na anayemsukuma ni bodyguard, ni bouncer ambaye amepewa tu nafasi ya kumlinda msanii. Hivi mwandishi anaonekana na mic hapo, haendi kumzuru msanii, haendi kupeleka dhahma yoyote kwa msanii, na anazuiliwa, anasukumwa, anapushiwa, anagesiwa like yo man. Hii kitu inauma sana mjue. Watu walikuwa wanajitahidi kupambania exclusive hapo, angalau jamii ipate kujua ni nini ambacho kimetokea airport. Nini ambacho David ameandalia mashabiki zake, nini ambacho watu wajiandae nacho kwenye hiyo show iliyokuwa imeandaliwa hapo. Sasa nashinda kuelewa ni kwa nini walikuwa wanavutwa na kusukumwa kiasi hichi, wanasukumwa na gasiwa. Hii kitu bwana sio kweli bwana. Sometimes inabidi tujaribu kuangalia kwa namna nyingine. Inabidi tubadilike, sio kweli, kwa sababu ukiangalia kuna reaction ya mwandishi wa Crown Yotoni, alireact sasa kwamba vipi bwana, mbona kama nimeruhusiwa afu mnanisukuma? Vipi mbona kama nimekubaliwa nipige exclusive afu mnanisukuma? Ndio maana kuna clip ambazo zimetembea pia mtandaoni, zimesambaa sana. Tony anasema nimekubaliwa, nimeruhusiwa, lakini bado mnanisukuma. Yani ni kivipi sasa? Mwenye ruhusa ambaye ndo msanii ametoa ruhusa kwamba yo man, pita mbele, tufanye tupige hata angalau dakika moja, sawa. Lakini sasa nyie ambao ni mabodyguard tu mmepewa nafasi ya kumsimamia na kumlinda ili asidhurike, mnazuia nini? Kivipi? Yani how comes inakujaje hiyo kitu? Kwa sababu ni watu ambao pia wamespend almost masaa 6 mpaka 7 airport na bado nawazuia. Yani kivipi? Yani ni kitu ambacho kinatoa maswali mengi sana. Oya, sio kweli. Inabidi tubadilike. Yani inabidi hiki kitu, hizi tabia hizi bwana, yani tubadilike kwa kweli yani. Yani hiki kitu kinakwaza kwa sababu si pia ni Watanzania wote. Afu watu wanatafuta exclusive kwa ajili ya mashabiki. Sasa kivipi yani wananyimwa nafasi za kupiga interview na vitu kama hivyo? Inakwaza kwa kweli. Tubadilike kwa kweli yani. Security hawa mabodyguard mnaohusika na wasanii, hii vitu bwana inabidi tubadilike kwa kweli yani. Mnawakwaza yani, mnawatweet vibaya waandishi. Inabidi sometimes mwaruhusu. Na hapo ukiangalia kwenye clip hapa, Davido amemruhusu mwandishi, anamkubalia, anamshtua, anamwambia pita mbele, mwacheni huyo apite. Lakini ni kama ndio wasukuma. Unaona, can you see? Unaona anaposukumwa. Sio kweli kabisa. Na baada ya Davido kutoka ndani, sasa walipofika nje walitaka wapambanie hilo swala, lakini Davido alionekana kama amechoka sasa, kwamba hii kitu imeshindikana, tusijaribu kulazimisha sana mambo ikawa noma, kwa sababu mimi nimeruhusu, lakini naona mabodyguard kama wanazuia isiwe kesi bwana. Sasa tuachane na hili swala, tuachane nalo tu. Sio kweli. Hii kitu inauma sana. By the way, mimi nilitaka tuweke mtazamo wako wewe ambao unasikiliza na unatazama hichi kitu. Wewe unajisikiaje, au umelionaje hili swala, au ni kitu gani ambacho unahisi hakipo sawa, na kuna vitu gani ambavyo vinatakiwa virekebishwe? Una nafasi ya kutia comment, kulike na kusubscribe kwenye ukurasa wetu ili kupata matukio mengi zaidi ambayo yatajiri ama matukio ambayo yataendelea ya entertainment, ya kuburudisha, kuelimisha na kuipa nafasi ya kuelimisha jamii. Big time na shout out kwa watu ambao walisimamia na kuhusika kwenye huo mchongo. By the way, Tone 16, big shout my brother. Big shout pia kwake Picasso kutoka Vitamin Media, mtu wa online media, watu ambao walikuwa wanahusika kupambania huo mchongo, lakini isivyo bahati ama isivyokuwa nafasi kwetu, haikuwa bahati ya upande wa media. Fight, tusichoke kupambania michongo, kwa sababu kisichokuua kinakukomaza.